Andika Biblia tukuja kuwachezea Wakristo. Mumeandika wenyewe. Waislamu takbir. Wakristo nyinyi ndio mliharibu. Unajua Wakristo mato. Waislamu takbir. Chukua maiki msemaji. Waislamu takbir. Unajua nakurudishia na wewe kwako. Unajua Wakristo ndio mliharibu. Wakristo walianza kutembea katika nyumba za Waislamu. Anakuja anagonga mlango. Habari zenu Waislamu? Nzuri. Sisi ni Wakristo, tumetembelea, nataka muokoke, Yesu ni Bwana. Wakatuachia Biblia. Ile Biblia tukachukua tukakaa chini. Tumeisoma, tukaona kumbe hii kitabu ilikuwa ni yetu Wakristo kaichukua. Sasa tumechukua the same hiyo Biblia ambayo Wakristo wametuletea, tumwarudishia. Sasa mnaanza kuikataa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wao wameenda Biblia kwetu. Sisi tukuna Qur'ani yetu kwa msikitini. Wakagonga milango yetu. Wanataka tuokoke, wakatuachia Biblia. Tumeisoma Biblia, tukaona kitabu chetu Wakristo walikuwa wamechukua. Sasa tumechukua Biblia ambayo wametuletea, tumwarudishia. Sasa wanaikataa. Mato huyu hapa anasema hii ni yenu, kumbe ni yenu. Waislamu takbir. Mimi nangoja swali. Haya, nani atauliza? Wote mikono wanataka kuongea. Tulikuwa na mada fulani na tukaachia na aliyetoka tukaachia mahali. Wapi huko? Dini ya Uislamu. Ina nini ushamaliziwa? Sikumaliziwa. Ilikuwa hapo nyuma alikwenda kwa yule mwingine. Unajua wewe shida moja niliona ambaye mkuelewana, uliuliza swali na ukajibu swali. Yaani wewe umeuliza swali kuliko ujibiwe ukajijibu. Watakutuambia nataka niwaonyeshe dini ya Kikristo wakati hakuna mahali umeulizwa. Tulikuwa hapa. Sasa wewe uliza swali. Ilikuwa hili. Kabla ya Muhammad Uislamu haukuwepo. Kabla ya Muhammad Uislamu haukuwepo. Yeye ndo amekuja nayo Uislamu. Okay. Na mimi nikuulize tupate jawabu. Kabla Uislamu anasema kabla Muhammad yakuja kulikuwa hakuna Uislamu. Unamjua Musa? Si alikuwa mbele ya Yesu? Si alikuwa mbele ya Muhammad? Musa alikuwa dini gani? Hapo Muhammad hayuko, Yesu hayuko. Musa yuko mbele. Musa alikuwa dini gani? Tukishapata dini ya Musa, tutafahamu hao wengine sasa. Tutafahamu Yesu na Muhammad. Lakini kama huwezi fahamu dini ya Musa, hata hao wengine ilikuwa ni ngumu. Ili tufahamu Muhammad nimemweka kando, Yesu mweke kando. Tumchukue Musa ambaye aliwatangulia wawili. Musa alikuwa dini gani? Labda nionyeshe. Waislamu takbir. Mpe maiki huyu. Waislamu takbir. Tunafurahi 10:84 Qur'ani. 10:84 Qur'ani nasema baada. Habari ndio hiyo. Hakuna Mkristo duniani anaweza thibitisha dini ya Musa. Hapatikani wala hakuna. Kweli? Na hakuzaliwa huyo. Inasema. Na Musa akasema. Sasa Muhammad hayuko. Yesu hayuko wakati wa Musa na kitabu cha Taurati. Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi kweli watu wangu mmemkubali Mungu, basi tegemeeni yeye, mtegemeeni Mungu peke yake. Kama nyinyi ni nani? Ni Waislamu kweli. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Mpe maiki. Naomba nikupe aya nyingine kutoka kwa Qur'ani uone inakinzana na hii uliyoitoa. Lete 6:14. Qur'ani 6:14. Ndio tutafika hapo. Unaelewa? 6:14 Qur'an. Naam. Ndio napiga nini? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qur'ani 6:14 inasema. Sema, je, nifanye Mola wangu asiye kwa Mwenyezi Mungu? Asante. Ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, naye hulisha wala halishwi. Twende. Sema hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Mpe maiki. Anayo.
Kwa hivyo Muhammad alikuwa ndiye wa kwanza katika wenye kuslimu. Hao wenye kuslimu ni nani? Sijui. Kina Musa. Kabla hii kuje hii kabla aje nayo nini? Kulikuwa na dini ya Ukristo kabla hii kuja. Nini hiyo? Kabla Uislamu kuja. Tushapata Musa alikuwa Muislamu. Unazungumzia nini? Kulikuwa kabla ya yeye Muhammad kuja na dini ya Uislamu. Kulikuwa na dini ya Ukristo. Kulikuwa na Ukristo. Kama kulikuwa na Ukristo na Musa alikuwa mbele ya Muhammad, umeshindwaje kudhibitisha dini ya Musa wakati Ukristo umetangulia Uislamu? Kama Ukristo umetangulia Uislamu, Ukristo ndio wa kwanza, Uislamu umekuja nyuma. Yesu na Muhammad kabla waje, Musa yuko na Ukristo ndio wa kwanza. Musa alikuwa dini gani ili tukubali Ukristo ndio wa kwanza? Mimi nimekuonyesha hizi aya mbili zinakinzana. Sasa tunazungumza, umeniambia hivi, Ukristo umetangulia Uislamu. Hayo ni maneno yako. Nikauliza, kabla ya Muhammad, kabla ya Yesu kulikuwa na manabii wa zamani. Hawa manabii wa zamani walikuwa dini hipi ili tukubali kama walikuwa Ukristo umetangulia? Nikauliza, Musa ametangulia hawa wawili. Musa alikuwa dini gani? Tano Qur'ani. Dini ya Musa. Dini ya Musa 5:3. Asante sana. 5:3 inasema. Inasema hivi. 5:3. Hata nifike baba. Inasema hivi. Ndio. Leo nimekukamilisheni dini yenu, asante, na kutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Takbir. Kumbe pia Musa na Waislamu na Muhammad na Yesu wapendelea Uislamu wa dini yao. Asante kijana kuhubiri Uislamu. Waislamu takbir. Yaani Wakristo leo wameamua kuhubiri Uislamu katika mwanzo wa Uislamu. Simple, nichukue Madina basi. Mpe mic. Huyu anasema nisome ufafanuzi ya 5:3. Maelezo soma. Hii ni maelezo. Hii ndio commentary ya Sheikh. Hakuna shida. Soma tu. Haya ishasoma, neno Mwenyezi Mungu ishatimia. Hii sio maelezo ya 5:3. Hii imegawanyika. Hii ni 5:5. Na hii inazungumza mambo ya kuchinja na chakula na nini? Acha kuogopa. Maelezo ya 5:3 lazima iende kwa 3. Lazima iende kwa 3. Sio 5:5. 5:5 ni maelezo mengine aya nyingine. Hii mambo ya kuchinja wanyama. Katika vipengele. Hii ya 3 imegawanyika. Haya. Wacha tuone yule anajielewa. Kuna mkizo mwingine akona swali? Kuna mwingine hapo nje. Mato wewe umesema vile si ona. Njoo babu. Soma Kenya anataka. Mpaka unikubalie kwanza. Asome Kenya anataka. Yeye amesome Kenya anataka tafadhali. Atoe haya isome. Si asema soma hasa soma hapa. Kenya na point. Pea mic huko Soma point hapa. Amesoma. Angalia. Mato. Tunakataa kwa sababu amesoma aya ya 3, anachukua commentary ya aya ya 5. Asiingiani commentary aya ya 5 ni aya ya 5. 3 ni 3. Haya. Naomba msongee watoto hivi nimuone huyu jamaa ameingia saa hii. Habari yako bwana? Amani iwe nanyi. Iwe nawe pia. Nikumbushe jina rafiki yangu. Naitwa Enoko. Alipaa kwenda mbinguni huyo. Ndio huyo. Barikiwe sana. Umerudi eh? Naam. Haya. Enoko nafikiri wewe ni Mkristo. Damu. Kabisa. Naam. Hata unaonekana. Uko na swali? Niko na swali na pia kuna kifungu pia nitasoma. Kifungu ya viazi nyanya? Usijali, kifungu ya Biblia. Swali langu ni hili. Sisi tunamwabudu Yesu kwa sababu alikufa msalabani na akayashinda mauti. Na yeye Yesu vile alikufa msalabani, baada ya siku 3 alivuvuka, sio? Yesu huyo. Yesu.
Yesu wewe ndogo, tunaamini Yesu. Statement yako ni nzuri. Nyinyi mnaabudu Yesu. Tunaamini Yesu. Kwa maana alishinda mauti. Alikufa na baada ya kufa kafanyaje? Aliyashinda mauti. Alikufa. Yesu alikufa baada ya siku 3. Sasa kama alikufa alishindaje? Sikiza, wewe nyamaza nikwambie. Baada ya siku 3 aliyashinda mauti na alienda mbinguni. Yeye ako na uwezo wa kuamsha, na bado akiwa anataka ukufe unaweza fanya nini? Unaweza ukakufa. Sasa nyinyi ni waulize Muhammad wenu atafufuka ama mko na Muhammad mwingine ambaye mtamleta? Haya. Maiki kwako. Maiki ni kwako kwanza. Naam. Umesema wewe kama Mkristo mnaabudu Yesu kwa sababu alikufa. Kweli si kweli? Tunaamini. Mnaamini alikufa? Ndio. Je, kuna mahali popote uweze kunitolea kwa vile Yesu alikufa? Nipe Biblia. Nipatie Biblia. Mambo ya kuchukua mambo ya kichwa hapa hakuna. Kabla kwa Muhammad thibitisha imani yako kwanza ulioleta. Nani ana swali lingine? Wacha afanye homework. Wacha atoe andiko. Kabisa. Haya mpatie. Haya. Bwana mkubwa. Asante. Sasa Bwana sifiwe. Bwana gani? Yesu Kristo. Lazima kwanza uokoke wewe leo. Sasa wewe ndio ulikuwa nakungojea. Mlango 2:78. Nisomee Qur'an. Qur'an 2:78. Soma. Haya msomee. Na 3:20. Qur'ani 2:78 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Naam. 2:78 inasema na wako miongoni mwao hawa Mayahudi watu wasiojua kusoma. Hawajui kusoma kufahamu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Naam. Hawajui isipokuwa tamaa tu za upuzi, na hawana ila kudhani tu. 3:20. Hawa ni Mayahudi Haya 3:20. Tunaenda 3:20. Umetoa 3:20. Haya 3:20 ndio hiyo. Unganisha kama train. Inasema na kama makafiri wakikuhoji basi sema nimeuelekeza uso wangu kwa Mwenyezi Mungu. Walionifuata wamefanya vivyo hivyo, na waambie wale waliopewa kitabu na wale wasiopewa elimu, makafiri wa Kiarabu na wengineo, je, mumejisalimisha kwa Mungu? Mpaka wapi? Sio 20 nimemaliza na shika. Swali langu ni hili. Naam. Umesema ya kwamba kabla ya Muhammad kulikuwepo na Musa. Nabii wengi tu. Na manabii wengi. Ni dini gani Musa alikuwemo? Muislamu. Nataka nikwambie Musa kwa Muislamu alikuwa Myahudi. Kabla yake alikuwa Myahudi. Alikuwa Myahudi. Na alipokuwa Myahudi 2:78 taratibu, alikuwa dini ya Kiyahudi ama alikuwa Myahudi? Alikuwa dini ya Kiyahudi. Myahudi mwenyewe. Alikuwa Myahudi akiwa dini ya Kiyahudi. Tulie kidogo sasa. Wapi imeandikwa katika vitabu Musa alikuwa dini ya Kiyahudi? Sikiza kwanza. Usiniharakishe kwa sababu mimi pia nakuja huko. Thibitisha maneno uliyozungumza. Ngoja. Thibitisha. Ngoja. Singoje. Usiongee pa huko pakao hapa. Na 2:78 inasema vizuri. Inasema vizuri. Sikiza rafiki yangu. Mtu aliye kafiri. Hebu pole. Hawa watu wako hapa. Hawa watu wako hapa wajakosa kazi ya kufanya. Hata mimi sijakosa. Wamekuja hapa. In fact hata mimi sasa naenda kazi. Wamekuja hapa between mimi na wewe wapate kitu ambacho itawasaidia. Kwa hivyo tusipoteze wakati wao. Yes. Statement ukiitoa unafaa kuimprove. Swali yangu nauliza, ili mtu akiondoka hapa aondoke na elimu Musa, kauli ulizungumza, wapi Musa alikuwa dini ya Kiyahudi? Tupate hii elimu alafu uendelee. Musa alipoitwa na Mungu, sikiza, alikuwa Myahudi. Wapi imeandikwa? Unasikia? Katika kitabu cha Kutoka. Soma. Ngoja nakupatia hiyo. Nakupatia hiyo maandiko sahihi. Soma. Nakupatia tu. Kabla soma.
Read it. Sikiza, wait. Kwanza thibitisha. Wait. Thibitisha kwanza. Just wait. Naomba jamani athibitisha ama thibitishe? Nangojea. Ngoja. Haya, kutoka ngapi? Kutoka ngapi? 3 From verse 4. Haya, from verse 4. 3 Haya kutoka. Haya kukopa. Waislamu takbir. Sisi Uislamu tumefundishwa katika Uislamu. Hauwezi kuzungumza ukamsingizia Mungu au mtume kitu ambacho si cha kweli. Kwa hivyo tukiongea huwa tuko na yakini yale ambayo tunazungumza. Kwa hivyo nao kama ni Mkristo ukiongea unatoa dhibitisho. Musa alikuwa dini ya Kiyahudi. Ndugu yetu ametoa 3 kutoka. Waje tusikie. Soma. Haya. Unajua shida baba ni haya kukopa. Ni haki yake hata akope, aitishe, afanye shauri yake msomee. Inasema. Naam. Musa akasema nitageuka sasa aniyaone maono hayo makubwa. Na sababu gani kijiji hiki kiteketee? Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, kamuita Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Ewe Musa, akasema Musa akasema mimi hapa. Musa akasema mimi hapa. Naye akasema usikaribie hapa. Vua viatu vyako kabisa miguuni mwako. Maana mahali unaposimama ni nchi takatifu. Haya. Sasa umesikia vizuri jinsi ambavyo Mungu alimuita Musa. Musa akageuka akaangalia. Kwa sababu alikuwa Myahudi. Wewe sikiza kwanza. Ngoja. Usitwist maneno. Umesema hivi. Nasikiza kwanza. Umesema hivi. Musa alikuwa dini ya Kiyahudi. Sikiza, wakati Mungu alikuwa anamuita Musa. Nasubiri hiyo haya. Mungu alikuwa anamuita Musa. Musa kwanza hakuwa na dini yote. Nasema hivi. Sikiza, wakati Mungu alikuwa anamuita Musa, Musa hakuwa na dini yoyote. In fact, alikuwa tu an Egyptian. Hakuwa na dini yoyote. When God was calling him. Then after God calling him, the conviction of his heart is what turned him to become a Jew. And that is how imeandikwa wapi maneno? That is even hapa ukiangalia yote. Si yote. God speaks to Moses. God speaks to Moses in the same verse where we have read. God speaks to Moses and tells Moses of everything he wants Moses to do. Hapa si kanisani. Hapo utapelekea hiyo papaku pakawa Kristo. Ngoja, wamezoea. Unajua Musa alipoitwa. Haitaweza hapa. Hiyo hakuna. Haitaweza hapa. Hiyo hakuna. Hiyo yako ya pauku wapakawa haitaweza hapa. Kwa sababu gani? Kama kweli unamwamini Musa kama nabii, sema pole ngoja kidogo. Kama kweli unaamini unaamini Musa kama nabii, lazima uzingatie maandiko katika Qur'an ile 150 you must consider that kwamba you must respect all prophets. Wewe ni muongo. Wapi Musa alikuwa dini ya Kiyahudi? Wapi Musa alikuwa dini ya Kiyahudi? When he was called by God. Where is written? It is written in the Bible. Soma. Read it. Where we have read. Read it. God called him. Soma. And he called him. Soma. Moses became a Jew. Soma. Waislamu takbir. Mimi najua Wakristo ukipambana naye face to face without the Bible and the Qur'ani atakushinda. Because wana maneno mengi, lakini wakiingia kwa maandiko anakwama. Wapi Musa alikuwa dini ya Kiyahudi? Wapi imeandikwa? Kama ni story atanishinda, mimi najua. Wanaongea sana. Nataka andiko. Soma haya. Musa alikuwa dini ya Kiyahudi. Kuna hebu ngoja bana. Wanitoroga bana. Mara lete haya, mara lete kalamu. Amekupa gani? Atoe gani? Hana.
Anatoka hapa. Oh, ya kukopa, wacha watafute. Hebu patie sister. Wacha watafute baba. Patie sister mic. Sister ameona hawa wanaume wanaangusha kanisa. Hebu patie mic. Anasema anaiokoa. Mambo. Poa sana sister. Niulizeni. Competition mko nayo. Kila mtu ana Mungu. Mnaabudu Muhammad na sisi tunaabudu Mungu. Sasa shida. Wacheni kidogo, wacheni ani yake, wacheni aongee. Endelea sister. Sasa kila mtu ako na dini yake, si ndio? Na si ni wa Kenya, si ndio? Kabisa. Kila mtu anafasa kuwa hakuna competition tu sister na brother, si ndio? Kabisa. Sasa competition ni ya nini na si wote ni binadamu? Mike ni yako. Sisi wote ni binadamu, tumetokana na Adam na Eve. Hao ndio wazazi wetu. Sisi ni kwa kweli sisi mandugu. Waislamu wa Kristo tumetokana na baba moja, mama moja. Lakini hapa tuko hapa kwa sababu ya kutafuta kitu kinaitwa ukweli. Yesu asema tafuteni ukweli na ukweli utawaweka watu huru. Kwa hivyo nyinyi wa Kristo mkaa kanisani na sisi tujifungie msikitini, pengine hiyo kweli kuna watu ambaye hawana. Kwa hivyo lazima tukutane, tuangalie hiyo kweli iko wapi tuweze kuifuata. Kwa hivyo tumekuja hapa kufundishana wala sio kushindana. Si Christian tunafuatanga. Mungu hata Mungu akaita watumishi wake 12. Akawaambia nendani kila mahali mkitangaza neno langu. Hebu kidogo. Na nimewapo kuna kitu sielewi. Unasema Mungu akiita watumishi wake 12. Mimi najua ule alikuwa watumishi wake 12 ni Yesu, sio Mungu. Susikize. Mungu akatuma watu wake, si ndio? Sio Mungu. Yesu ni mtume wa Mungu. Sema Yesu akatuma wanafunzi wake. Wanafunzi wake. Akawaambia nendeni kila mahali mkapreachiani neno langu. Na watu wakaribisha. Acheni mkiwa yani like mmewalani, si ndio? Sisi yani nyinyi mnapreach mahali, si ndio? Kabisa. Na saa Kristo anakuja uingililie. Kama na uingililia mngesikiaje? Hiyo ni swali. Sisi wa Kristo wakija watuingililie, tutawaambia jameni, tusomeni maandiko. Kama maandiko itasema vile ambavyo mnatuhubiria, tutaamini. Kwa mfano, huyu ndugu yetu anasema Musa alikuwa dini ya Kiyahudi. Nikamwambia sisi hatuna shida, hiyo ndio imani yake, lakini kuna mahali imeandikwa katika kitabu Musa alikuwa Myahudi. Hebu kidogo. Hebu wachani hawa. Wewe ni Mkristo kwanza? Wacha mimi sisemi tu. Mkristo, si ndio? Wewe ni Mkristo? Wa kanisa gani? GCC. Yesu alikuwa kienda gani? Yesu. Nyumba binadamu, si ndio? Nani? Wewe pole. Nani nyumba yani? Wewe Yesu, ngoja kidogo. Sister, ongea pole, usikasirike. Ongea tu pole. Yesu, ngoja kidogo, ako na haki ya kuongea wewe, pastor mdogo. Yesu mnasema ndio aliumba watu. Lakini wewe sister huna Biblia hujasoma vizuri. Sababu gani? Nisikize sister. Nisikize kwanza. Unajua Mariam ama Maria? Maria alizaa nani? Ongea kwa mic. Alizaa Yesu. Na kama Yesu ndio alikuumba wewe na ndio Mungu na Maria ndio alizaa Yesu, naye Maria alikuwa ameumbwa na nani? Wacha nijibu. Najibu tu. Hiyo swali lake, wacha nijibu. Najibu nini? Najibu hivi. Kama unaamini Mungu yuko, Qur'ani inasema Mungu anaweza ongea pasipo mdomo. Na anaweza ona pasipo macho. Na anaweza fanya chochote. If God is all powerful and all doing, can't he not even give a child in a virgin woman just to be given? Inawezekana kabisa. Then why ask that Yakomba where was God? No, sister amesema shida yako hausikizi, unaongea sana kuliko kusikiza. Huyu sister amesema wao wameumbwa na Yesu. Nikamuuliza kama yeye ameumbwa na Yesu na Mariamu aliozaa Yesu aliumbwa na nani? He is God is the one who creates mankind. Unaona? Like Jesus and you. Jinsi ambavyo Waislamu wanaamini kila kiumbe, kila kitu imeumbwa kwa maji.
Unaona? Ndio. Waislamu wanaamini kila kitu imeumbwa na maji. Kabisa. Maji ndiyo imeumba mwanadamu, maji ndiyo imeumba mnyama, kabisa. Maji ndiyo imeumba kila kitu. Which ni uongo. Ukikosa maji unakufa. Which ni uongo. Ukikosa maji haiwezi umba mwanadamu. Maji ni uhai. Hata kama ni uhai lakini si kiumbe. Si kiumbi. Haiwezi umba. Adam aliumbwa kwa matope. Bila hiyo maji aliumbwa kwa matope. Si kwamba aliumbwa na maji. Una Waislamu katika Qur'ani nasema maji ni part of kuumba kwa Adam. Bila maji haiwezi kuwa Adam. Can you confirm? Jamani, hebu nikuulize. Adam wapi? Can you confirm? No problem. No, can you confirm? No problem, you can confirm. Yeah. You can confirm. Alafu niambie matope bila maji inawezekanaje kapatikana matope? You acha to confirm. If God is all powerful, if God is all powerful, where is written? Why is a God? Hii ni mahubiri ya kanisani. Nataka andiko lisomwe. Ni sawa. 68 sikiza 68 verse 42. 68:42. Aya, pena maiki huko. Aya, kuna swali hapo nasikia. Naam, kuna ndugu yetu pia kuna swali huyu. Nani huyo? Huyu amesimama huko. Aya, karibia. Kaka njoo. Karibia. Huyu jamaa just wasting of time. Ana swali. Amefanya hivi, nimemuelewa. Aliandikiwa badala alete mwenye alimuandikia. So ndio anakuta hapa. Anajua kama uko naye kwa kichwa unalete tu. Waacha huyo aulize swali. Patia maiki. Asante sana. Thank you very much. I was just passing lakini nikapata hii conversation ni mzuri. This is very good. Hii mayaliano ni mzuri sana. Nilikuwa napita kwa tao nikaona kitu nikaa for 3 hours hapa. Nauliza kwetu Yesu alifufuka. Je, Muhammad alifufuka? Yesu alifufuka. Je, Muhammad kafufuka? Yeah. Hii ni swali nzuri. Maiki ni yako. Tunaona kwamba wakinondetu Muhammad Jingchun wa China and Musul Hasran basi wapi bado wanaoza kwa kaburi. Je, Muhammad alifufuka? Alifufuka aenda wapi? Patia maiki sasa. Tunajibu swali. Swali yake ni nzuri. Next question. Yesu alifufuka juzi tukamlaki kwa mbinguni kwa Mungu. Je, Muhammad alifufuka akaenda wapi? Kaburi ama leo kwa jela? Peana maiki. Swali yake ni nzuri. Anauliza je, kama Yesu alikufa na akafufuka, je, Muhammad ilikuwa ni hivyo? Kwanza imani yetu sisi kama Waislamu ambao umeuliza inasemaje? Qur'an sura ya 4 aya 157. 157. Sikia swali si inajibiwa. Naja kwako wewe una swali wewe. Wewe una swali. Aya soma andiko. 457 inasema hivi. Huyu ndugu yetu ni mzuri. Yeye ameandikiwa baadhi ya fasi ya kujaribu kuangalia ani kutia Uislamu kasoro. Hana swali yeye mwenyewe. Soma andiko. Inasema hivi. Naam. Alafu Kiswahili naona inampiga chenga. Inasema alafu ngoja kidogo. Wewe bwana, angalia. Huyo kuna swali ameuliza, tukijibu tunakuja kwako. Usiongee bila maiki. Siwe peke yako muhadhara. Huyu ni Mkristo mwenzako, muheshimu. Wewe vipi? Ama nimpige andiko huyu jamaa. Nimtandike andiko. Ile 9 Mika inasema. Hebu sikiza hiyo andiko ni yako hiyo. Sasa mbona unapiga kelele? Biblia kuuliza sasa mbona pia kelele? Umeshikwa na utungu. Soma vizuri. Ile 9. Acha nipate. Hiyo ni yako hiyo. Kitabu ni cha Mika. Ya kunyamazisha mdomo wako. Soma.
Naam baba. Soma. 21:30 soma. Hata wewe nikuchape Qur'an. Soma andiko. Naam, ndio inaitafuta Mika 5. Mika 4:9. 4:9 inasema, naam, sasa mbona unapiga kelele? Hiyo Biblia yake inamwambia mbona sasa unapiga kelele? Je, hakuna mfalme kwako? Hakuna mfalme kupatia mawaidha kwako kina mbele ya wanaume usiongee sana? Mshauri wako amepotea. Wazee wakaanza kupatia ushauri namna kuongea na watu wamepotea. Hata umeshikwa na utungu. Kama mwanamke wakati wa kuzaa. Unaona sasa? Iko Qur'ani ile 157. Najibu swali ndugu yetu ambaye ameuliza. Kuna ndugu ameuliza. Nakuja kwako. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Na usiongeze na kuongeza ingine. Soma andiko. Inasema hivyo. Naam. Na kwa ajili ya kusema kwao. Haya ndugu yetu machoida sikiza. Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu. Sisi tumemuua Masihi Yesu mwana wa Mariamu ameuawa. Mtume wa Mwenyezi Mungu. Tena alikuwa mtume wa Mungu. Hali hawakumuua. Kwanza hawakumuua wala hawakumsurubisha. Waislamu takbir. 15 Korintho wa kwanza. Je, Yesu alifufuka? Waislamu takbir. Kwa hivyo Yesu kufa kwa Biblia. Je, Yesu kafufuka? Nanga kwako wewe. Gogi muhimu pia kule. Ndio naelekea. Inasema 15 wa Korintho wa kwanza. Nafungia hapo. Inasema na sisi. Acha nimuonyeshe vizuri na macho yake. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Hebu pole Waislamu takbir. Waislamu takbir. Naombeni Waislamu unyamaze kama hii andiko ni nzuri. Naomba mnyamaze kabisa. Soma andiko. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa nini? Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kwamba alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Mpo maiki. Hapana, Wakristo tudim. Wakristo kana. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Qur'an, Biblia imesema Yesu hakufufuka. Takbir. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati wa kuswali umefika, tunafungia hapo mpaka siku ya kesho saa 9 tukutane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.